Yesu. Siku moja nikasema naoa, sina hata 100. Kwa nini? I know Jesus. Yesu silinitokea, naoa, sina hata 100. Mchungaji Bukwani, umeshikwa na nini? Ambaye sijashikwa na chochote. I know Jesus. Nikatangaza kuchumbia. Sasa kipindi hicho ukichumbia binti wa Kichaga anakukagua kwanza una nini. Akanikataa, nikachumbia wa pili mpaka wa 4. Wote walilikataa. Alafu nilikuwa nalala wapi ujue? Na rafiki yangu. Imefika Jumatano harusi, Jumamosi sina chumba. Lakini nijitambulishe jina langu kwanza. Jina langu naitwa Mchungaji Alfred Mtinda. Nimezaliwa mkoa wa Singida, lakini namtumikia Mungu katika mkoa wa Kilimanjaro kule kwa Wachaga. Kwao na kina mweka hazina mkuu. Mimi ndio missionary wao huko. Sasa kwa asili mimi sijawahi kuwa Mkristo kwa asili, wala jamaa yetu wala ndugu yetu. Naomba nieleze kwanza ili ninapohubiri ujue nilikuwa nani na nimetoka wapi. Na kwa bahati mbaya alikotoka mama yangu, kaka yake mkubwa, yani mjomba, alikuwa ni mganga wa kienyeji. Alikuwa ni mwaguzi. Anaagua kabisa kwa kupiga bao. Mama kaolewa upande wa baba. Baba yake na baba, yani babu yangu, alikuwa mganga wa kienyeji. Tena mwaguzi. Akaja akafa, akamwachia urithi kakaangu mkubwa. Alikuwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo mazingira hayo nimekulia. Ukienda kwa baba, kwa mama ni uganga, ni mizimu na mitambiko. Japo dini tulikuwa nayo na tulijengewa misingi ya kwamba dini haivunji mila. Kwa hiyo tuliendelea huko. Kwa hiyo mimi swala la kuwa Mkristo lilikuwa halipo kabisa. Na kati ya watu ambao walikuwa gizani, mimi nilikuwa nimezama kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Na Ukristo ulikuwa na usikiaga, acha ulokole. Kuna Ukristo ambao kidogo ulikuwa na nivuta kwa sababu kwenye pombe, hasa siku za Krismasi, maana tulikuwa nao mwezi wa 12, na walikuwa wanasema Yesu wetu alitengeneza pombe kwenye harusi. Kwa hiyo tulikuwa tunazikunywa. Kwa hiyo nikaona kama kuna unafuu. Lakini swala la walokole nilikuwa nawasikia, najaribu kuepuka. Na walikuwa wanasema ukisikia utaenda kuulizwa. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuziba masikio ili nisisikie. Hata hivyo nilisikia. Na ubaya wa injili ukishasikia ni kosa. Yaani mwanangu, ukishasikia ni kosa. Kwa hiyo nilisikia. Sasa I say, niliokokaje sasa? Yesu alinitokea. Alinitokea live. Na huyu Yesu ambaye anaenda kuleta habari zake huyu, sio tu nilimsoma kwenye maandiko. Alinitokea mwenyewe. Maana hakuna mhubiri wakati ule angenihubiri nikamuelewa, kwa sababu kwanza nilikuwa mlevi, naweza nikalewa wiki nzima sijafika nyumbani. Nalewa nalala huko naamkia. Alafu shetani alinipa kibali fulani. Alinipadirisha kuwa muonja pombe maarufu vijijini kule Singida. Nikionja pombe ya mtu mwanangu hailali, lazima ishi. Kwa hiyo wakasema huyu kijana, kabla mama watu hajauza baa wala nyumbani kwake, lazima mimi nionje kwanza, nitoe ushauri. Hii ni tamu, anza kuuza hii kwanza. Wakishalewa chomekea hii. Kwa hiyo mimi maisha yangu yalikuwa ni hayo. Nitoke wapi na ulokole?
Alafu baadaye nikaona ulevi wa pombe hautoshi, kaanza kunywa gongo. Kwa hiyo hakuna ulevi ambao si ujui. Alafu nikaona gongo haitoshi, nikaanza bangi. Nilivyomaliza shule mwaka wa 84, nikaenda Arusha kwa kaka yangu. Nikakutana na grupu moja pale darajani Ngarenaro. Wakaniambia, oya, zamani walikuwa wanaitana vipi Arifu, maana vipi Arifu, hebu piga moshi moja. Nilipopiga tu bangi ya Ngarenaro, nikayaona macho yangu mbele yangu hivi. Ndio maajabu ya hilo jani. Sio kama kuna masela hapa. Nikayaona macho yangu makubwa kama taa ya Peugeot. Sasa nikaanza kuyacheka sasa macho yangu, maana nayaona. Billahi na shetani. Yaani hilo jini, hilo. Yaani hilo jani hilo. Nikaanza kucheka. Kufika nyumbani, yaani ni moshi moja, sikurudia wa pili. Sio vijana wanaovutavuka bangi mbichi huko wanaanza kucheka barabarani. Bangi ya Ngarenaro liko kipiga moshi moja unasikia tas. Yaani hapo umehama. Alafu kwa mara ya kwanza naona ardhi inapanda namna hii. Kwa inabidi nianze kutembea namna hii. Yaani mwendo unabadilika mwanangu. Angalia mvuta bangi yote hawezi kutembea kama mimi hivi. Lazima amekata center bolt hivi. Yaani ardhi inapanda, kila kitu kinabadilika. Kwa mimi ukiniambia si mambo ya kuokoka, mimi mwanangu nilikuwa ulimwengu mwingine kabisa. Sasa sikiliza. Nikafika kwa kaka yangu, nikakuta shemeji yangu amepika ugali wa watu 3. Nilivyoangalia nikakuta nikatonge, nikachukua wote. Alafu niambia na ulokole wapi na wapi? Wewe mwanangu unayepiga ganja wenzako tuliacha. Jamani, amina. Sasa sikiliza. Nikachukua wote nikauweka mdomoni. Alafu kulikuwa na samaki, nikachukua samaki na mifupa yake na nini hiyo. I say. Baadaye nikarudi kijijini, nikaendelea sasa na uonjaji wa pombe. Sasa siku moja nifupishe hii habari. Nimelewa bangi yangu siku hiyo, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Msafiri. Nilikuwa nimelewa. Nilikuwa nashindwa kutembea. Kwa kakaangu mkubwa nilionja pombe, tukaacha mtungi wa pombe, kwa tulikuwa tunauendea. Sasa nikafanya kosa kupita kwa mchungaji moja hapo kijijini kwetu. Sasa wakati napita, nikaanza kumtania. Oya, mlokole, nani aokoke? Siokoki basi, siokoki. Na mbinguni na Alafu namwambia, utanifanya nini? Utanifanya nini? Alafu mnasemaga si Yesu atakuja, si atawachukua. Sasa siku hiyo mwanangu, siku akije mimi nakomana hiyo shati yako ngome na akili ya bangi. Sasa wakati ninaendelea kumdhihaki namna hiyo, nikasikia sauti ya mwangwi. Mnajua mwangwi? Kama inayogonga ukuta hii. Mwangwi unatokea kaskazini kuelekea kusini. Kwenye masikio yangu sauti ile ilikuwa ni ya kutisha. Nikasikia, leo unaokoka. Sauti nyingine inaelekea kule, sauti nyingine iko masikioni, sauti nyingine ikaingia kwenye moyo wangu. Nikawa nasikia naenda sauti ya mwangwi inapokezana, leo unaokoka. Nyingine kabaki kwenye masikio na nyingine kaingia moyoni. Mwanangu, bangi kwisha habari yake. Ulevi wa bangi kwisha. Ulevi wa pombe kwisha. Ndio maana kwenye mikutano yangu ya Injili huwa ninasema, kama mimi niliokoka, hakuna mwanaume atabaki. Hakuna mwanaume atabaki.
utabaki, maana Yesu yupo hai. Ukikataa kuokoka atakufuata, hata kama ni barabarani atakufuata. Hapo wanasema uokoke, tuone kama uokoke. Awezi wa kiume tuone. Alafu kuokoka huwa hatupangi naenda kuokoka. Utajikuta tu machozi yanakutoka. Jamani, amina. Siku hiyo sitakaa nisahau. Nikajaribu kwenda mbele, rafiki yangu msafiri ananivuta kwenda mbele, ngome ikakataa. Nanyanyua mguu haunyanyuki, ila nikinyanyua mguu kuingia kwa mchungaji ndo nakubali. Hapo wanasema uokoke. Aisee, tena dakika sifuri tu. Maana kuokoka huwa tunasema, yani huwa unataka ama hutaki, kuokoka ni lazima, kwa sababu kazi yako sio ya kuokoa, yuko anayeokoa. Jina lake anaitwa Yesu. Ukimkataa na kufuata hata kitandani kwako. Hapo kikataa kuokoka mwanaume, anaokoka mkeo. Unabisha. Achana na mwanaume asiyeonekana bwana. Nilipigwa mwangwi, bangi kaisha. Tulikuwa tunaambia moshi moja wa bangi unachukua miaka 7 mpaka kuisha kichwani. Lakini ndani ya sekunde shakuwa mjinga. Nikasahau mtungi wa pombe mpaka leo. Na msafiri tuliachana saa hiyo. Nikaenda nyumbani. Mamangu akaniambia, mbona leo umewahi kurudi? Pombe zimeisha mapema. Nikamwambia hapana mama, mimi nimekutana na kitu cha ajabu. Nimepigwa na radi, nimepigwa na mwangwi. Nasikia ndani yangu kuokoka. Na sijui kuokoka ni nini. Hapo wanasema uokoke, tuone. Tena we ni mtamu ne pinga, ndio Yesu anakutafuta. Aise, nikalala mpaka saa 2 kesho yake. Na shetani alivyo, pombe kule mtaani zikaanza kulala. Wakasikia jamaa kalokoka. Hebu niishie hapo kwanza. Somo la leo linasema Yesu anayo majibu ya matatizo yote ya wanadamu. Yani Yesu anayo majibu ya matatizo yote ya ulimwengu mzima. Sio ya watu wawili wala watatu, ulimwengu mzima. Maswali yao yote, matatizo yao yote, majibu yako kwa mtu mmoja. Jina lake anaitwa Yesu, ndio mwenye majibu yote. Yani ndio mwenye majibu yote ya maswali yako. Wiki nzima tutakuwa tunayaongea hayo. Majibu yote yako kwake. Alafu kwa habari njema ni hii, haya majibu yote ametupa sisi, tumekuja nayo. Ama namna gani? Hala, yani maana yake haya majibu yako kutoka kwa Mungu, Mungu ametupatia sisi, na sisi tumekuja nayo. Na mimi leo kuna watu watayapokea, kuna watu hayapokea majibu yao kutoka kwa Bwana, maana Yesu ametupatia, tunayo. Yani hapa hatupepesi macho wala hatumumunyi maneno, ni kwamba majibu ya matatizo yako sisi tunayo. Hebu pigiani Yesu Bwana mwenye majibu yote. Yesu anayo majibu. Tangu akutane na mimi sikuwa Mkristo, wasema nilibadilisha dini. Kule Kilimanjaro sema nilibadilisha dini. Nilikuwa kule alafu nikawa mlokole kweli. Hii ngoma ni nyingine mwanangu.
Sio kubadilisha dini, ili kukutana na mwanaume moja jina lake anaitwa Yesu. Unakuwa na uzoefu, unakuwa na ofisa, yani piga uagaragaza. Yesu anaingia ndani yako, hawezi kukaa shingoni. Kama unajua kule Uchagani kuna Yesu wa Wachaga, wanamvaga shingoni kama tayang. Ukimwambia habari za Yesu, Yesu Kristo, si ndinaye. Unamjua Yesu wa Wachaga? Lakini Yesu naye bila habari zake havaliwagi shingoni. Ukimwamini anatinga moyoni, na akikaa moyoni anatembea na wewe, analala na wewe. Hebu mpigieni makofi Yesu aitwaye Kristo. Utaniambia nini bwana? Utaniambia nini? Sijawahi kuwa Mkristo. Na baada ya hapo ukoo wa Mzee Mtindo kanikalia kikao. Mimi kwenda Kilimanjaro nilifukuzwa kwa sababu nimeiasi dini ya Mwenyezi Mungu. Unaijua dini ya Mwenyezi Mungu? Niliasi. Alafu watu ni waajabu. Nalala nje wiki nzima, siko nyumbani. Leo naokoka, nalala ndani nyumbani, mpaka alikuwa anaitwa malala nje. Alafu nawekwa kikao. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mimi nimekutana na Yesu, utaniambia nini bwana? Mimi sijajiunga na dini. Sijajiunga na dini. Nimekutana na mwanaume. Nasikiliza. Nilipoendelea wiki moja, nikiwa nimelala siku moja usiku, Yesu akanitokea angani, amewaka, yani hafai kuangalia. Nimefunga macho, lakini nilikuwa namuona anavyowaka. Akaniambia naja upesi. Naja upesi. Na alishanitokea mara kadhaa akisema naja upesi basi. Kuna hubiri habari za mtu unayemuelewa. Ndio maana nimesema huyo mtu, kwa sababu ninamuelewa, anayo majibu ya matatizo yako. Na haya majibu ninayo mimi, na kila mahali nikienda ananipa, na ninawapatia watu ambao wako tayari kuyapokea. Wangapi wako tayari kupokea majibu yao? Mpigieni Yesu. Kuna watu wataondoka hapa na majibu yao. I say sasa sikiliza maneno ambayo tumeyasoma katika Wafalme, yanaongea habari za Mungu mwenye majibu ya wanadamu. Njaa ikaingia Samaria. Kwa nini iliingia Samaria? Kwa sababu mfalme wa Sham bin Hadad akauzingira mji. Hakuna kutoka, hakuna kuingia, hakuna kununua, hakuna kuuza. Na alikuwa anashinikiza kwamba Waisraeli wakubaliane na yeye ili awatawale. Mwisraeli anasema piga uagaragaza, sisujudi mwanadamu. Na anasema na wakomeshe. Biblia inasema njaa ikawa ni kubwa, tule nini? Unajua kiwa na njaa unaweza ukala chochote. Hata maparachichi mabovu unaweza ukayala. Ukianza kushiba ndio unajua ni mabovu. Watu wakaanza kula mavi ya njiwa, tena kwa kununua kwa kibaba. Sio mavi ya njiwa tu, wakaanza kula vichwa vya punda. Kuna watu fulani hapa Tanzania wanakulaga punda. Mimi sitaki kusema. Mimi sijasema bwana. Mimi sijasema. Ila walianza kula kichwa cha punda kinauzwa. Tena kwa kugombania. Njaa ikawa kali. Ikafika mahali hata kichwa cha punda
akipatikani tena. Mavi ya njiwa hawapatikani, njiwa wenyewe hawana chakula. Kwa mfalme hali mbaya, nchi hali mbaya. Mama moja akamshawishi mwenzake akasema, tunakufa njaa, unaonaje tu wakula watoto wetu? Mama naye achana na njaa bwana. Sasa mama mwenye busara akasema, haya tuanze wakwako. Si una njaa, tuanze wakwako. Wakamla tena kwa siku moja. Yani watu wana njaa, hawabakizi hata kidole. Asema tukamtokosha. Hatujaambia watoto walikuwa ni umri gani, lakini wakuliwa siku moja walikuwa bado wachanga, bila shaka sio wakubwa sana, wala hawajashiba. Siku ya pili anamwambia, sasa mtoe na wakwako basi. Ambia nani? Mjinga, tena ushindwe mfululizo kabisa. Yaani ushindwe, mimi mle mwanangu, unajua chungu wa kuzaa wewe, pumbavu wewe. Kesi kafika kwa mfalme. Kesi kafika kwa mfalme. Wakati mfalme anapita, naye farasi zake wana njaa, hawajala, naye mwenyewe ikulu hali mbaya. Mama moja akapiga kelele, bwana wangu mfalme, unisaidie. Yule mfalme akasema, Mungu asipokusaidia nani atakusaidia? Mimi ni mfalme lakini sina majibu. Majibu yako kwa Bwana. Asipokusaidia nani akusaidie? Jamani, makofi kwa Yesu mwenye majibu yote. Majibu yote ya mwanadamu yako kwa Yesu. Jamani, amina. Mfalme, Biblia inasema, akamwambia, sasa sema shida yako. Shida yako ni nini? Akasema, huyu mwanamke mwenzangu jana alinishawishi kumla mtoto wangu, kweli tukamkuu. Sasa leo namwambia mtoto wake amekataa. Mfalme kusikia hivyo, Biblia inasema aliyararua mavazi yake. Ukiona mfalme anayararua mavazi yake, maana yake amefika mwisho. Mama, Mungu asipokusaidia na mimi nikusaidia. Mimi mwenyewe hali mbaya. Ndio maana nakwambia majawabu ya wanadamu ni Mungu anayo. Ni Mungu anayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hana majibu. Mwanadamu hana majibu. Majawabu ya shida zote, matatizo yote yana Mungu peke yake. Jamani, amina. Biblia inasema mfalme akakasirika. Watu wakamwona mfalme akipita ukutani, ana huzuni, amejipaka majivu. Akasema, wallahi tena haya yote haya. Akakumbuka pale kuna mtu mmoja anaitwa Elisha, nabii wa Bwana. Akasema, mimi mfalme sina majibu, ikulu haina majibu. Tuna haja gani ya kuwa na nabii asiye na majibu? Mwambieni Elisha, kesho majira kama haya nitakiondoa kichwa chake, kwa sababu hatuwezi kuwa na nabii wa Bwana asiyeleta majibu katika nchi. Maana manabii wa Bwana majibu lazima wanayo. Bwana anawapa ili wawape watu mpaka wanakula watoto wao. Hakika Elisha utaondoka kichwa chako. Ndio maana nakwambia mwanangu, mimi na majibu ya shida zako. Sinakwambia ninayo. Niwe kukubali kuja kuchukua. Na sio mara ya kwanza kupewa majabu, ninayo mengi. Na kuna watu wiki nzima watapokea mahitaji ya shida zao kutoka kwa Bwana. Elisha akapata taarifa. Asa kesho tena katumiwa na mjumbe. Akaita wazee wake akasema, angalieni yule bwana anataka kuondoka na kichwa changu. Na yeye akafikiria, watu wanakula mpaka watoto wao alafu mimi nipo. Ni kweli haina haja ya kuishi. Nafanya nini sasa? Nafanya nini? Biblia inasema alipofika yule mtumwa akamfikishia yule jumbe katika mlango wa 7, Elisha akasema,
kama mtumishi wa Bwana, lisikieni neno la Bwana. Bwana ndiye mwenye majibu yote. Kesho majira kama haya, kesho majira kama haya, unga mulaini, sio mavi ya njiwa tena, sio vichwa vya punda tena. Kesho unga mzuri utauzwa bei rahisi, shekeli moja tu na kipimo cha shairi, bei rahisi katika lango la Samaria. Maana kuliko nife nikae na majawabu ya watu kesho. Wakati mwingine tunajitoaga muhanga kwa sababu namuelewa Yesu. Jamani, amina. Aisha alikuwepo mkuu wa msimamizi wa mfalme, ambie Elisha, wewe au unaogopa kifo? Au na yani kesho hata kama Mungu angefungua madirisha ya mbinguni, mvua inyeshe, tupalizi ya kwanza, tuoteshe hivi yote kesho. Akaambia, wewe usiye na majibu nyamaza, wewe utaona lakini hutakula. Tuachie wenye majibu, tumepewa na majibu. Yako majaribu, yako majibu ya papo hapo, yako majawabu ya papo hapo. Inategemeana na tatizo, inategemeana na tatizo. Elisha akasema kesho. Wewe usiamini, utaona kwa macho yako lakini hutakula. Majitu yasio na majawabu. Na nilimwambiaga Yesu, kama hutanitumia, hutanipa majawabu, mimi narudi zangu kwenye udereva. Nilivyofukuzwa nikaenda Singida, nikatoka Singida nikaenda Moshi, Wachaga wakaniajiri aisee. Kaajiriwa kampuni moja ya Masama Cliff, ilikuwa na mabasi ya kwenda Shinyanga. Mimi nikakaa kwenye lori Fiat. Ndio nikajifunzia huko. Jamani, amina. Jamani, amina. Nimefukuzwa nyumbani. Msela ana suruali moja na shati moja. Mama yangu yuko hapa, Mama Wambua, mkurugenzi wangu wa jimbo, ananifahamu. Kwa kuwa namfahamu Yesu, siku moja nikasema naoa, sina hata 100. Kwa nini? I know Jesus. Yesu silinitokea, naoa, sina hata 100. Chungaji Bukwa, umeshikwa na nini? Sijashikwa na chochote. I know Jesus. Namwamini Yesu. Ile sauti iliyonitokea. Alafu sikiliza, nimeenda Kilimanjaro, vaa yangu huku nilikuwa nimevaa raba, inaomba Baba ufalme wako uje. Sina hata 100, lakini Yesu amekaa moyoni. Yesu amekaa moyoni, na Yesu akikaa moyoni kuna majibu ya papo na papo yanatokea. Jamani, haleluya. Nikatangaza kuchumbia. Sasa kipindi hicho ukichumbia binti wa Kichaga anakukagua kwanza una nini. Kamchumbia wa kwanza akaanza masarau bwana. Mwambie mwenzako acha masarau. Ukimsarau mtu mwenye Yesu, asema eti anakuja kunichumbia, ana nini huyu? Yaani mimi mtoto wa kiume unaniuliza na nini? Wacha masarau yako bwana. Mimi mtoto wa kiume mwanangu, chana na mimi kabisa. Nina Yesu amenitokea. Sina fedha wala dhahabu. Wengine watataja farasi na magari na pesa, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wangu. Hata kama nimevaa raba inaomba, lakini nina jeuri ya kuoa kabisa. Kwa nini nakuoa? Mimi ni mtoto wa kiume, lazima nioe. Walinikataa. Sasa hivi wananikubali, lakini wameshachelewa. Ndio maana sidharau mtu mwanangu, hata kama nilitangaza kuoa. Yuko Mama Wambu huyu, ndio walioninunulia sijui na kitu gani, ndio waliotoa michele. Nasema mchele, alafu Yesu akaja akanitokea, ananiambia nitatoa watu kwa ajili yako. Na nikamwambia usipotoa utaibika wewe. Majibu si unayo hata ya kuoa. Wewe unarudi nyuma eti unamwacha Yesu kisa hujaolewa. Wewe hujui haki yako wewe. Leo naipata, wiki hii unaipata haki yako. Jamani, amina. Anasema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Nikamwambia Yesu sitaki kutafura. Kule Kilimanjaro sema kutafura.
Sitaki kubeba. Nataka harusi. Harusi Shetambe, harusi helo toe wapi? Si huko zinatokaga, kwani ni wapi zinatoka? Akanikataa, nikachumbia wa pili mpaka wa 4. Wote walilikataa. Lakini sikiliza. Yaani Yesu kimwamini hautaaibika. Nilioa harusi kubwa, watu waliamuriwa kuleta vitu. Bwana harusi, una harusi. Nani una? Alafu nilikuwa nalala wapi ujue? Na rafiki yangu. Imefika Jumatano harusi, Jumamosi sina chumba. Kamati ya harusi, bwana harusi utaolea wapi? Na mimi anaolea kanisani. Mzee mmoja wa kanisa asikamna gereza asema msimuulize wewe maswali, yamechanganyikiwa. Sijachanganyikiwa, ninazo timamu. Na wakati mwingine ukitaka kuwa kama watu wakuelewi, ni kama wewe umechanganyikiwa vizuri, lakini una akili timamu kwa sababu unamwamini Yesu. Tunamwamini Yesu mwenye majawabu ya watu, na watu waliokimbilia wamepata majawabu ya papo papo. Jumatano niko ibadani. Nikaona gari imeingia. Kipindi hicho miaka ya 92 zilikuwa zinaingia Pajero. Ikaingia imeandikwa Konoike. Yakashuka majamaa manene yanatembea. Yaani kanisani, jamani bwana harusi ana chumba. Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, zimebaki siku hizi. Alafu Yesu kimwamini huwa anatokea dakika za mwisho. Ile kukuona kaambia cham, just come, njoo. Sio unaokoka, unaokoka, tutakutenga na Nzengo, sawa. Tutakutana mbele ya safari. I say, nifupishe hii habari. Kumbe wale watu bwana walikuwa na nyumba yao ya room 3. Walikuwa wameijenga, wameweka samani zote ndani. Wakilala wanapigwa usiku na watu wasiojulikana. Alafu wakapangisha wapangaji, wanapigwa, kesho yake wanahama. Wakatoa mpaka kuna watu fulani wa Mtwara wamekuja kukaa pale, nini wale. Kuna watu fulani wanatoboaga washirika wa nani. Kesho dako wakakumutu. Mtu mmoja akasema, kama ni hivyo watafuteni walokole, wanawezaga hayo mambo. Majawabu ya hizo nyumba walokole wana. Tunatembea na majawabu ya ulimwengu. Jamani, haleluya. Majibu tunayo. Sasa ndio wakaja. Wakakutana na mama mchungaji, ile kumweleza. Mchungaji wetu ni Mnyakyusa, alipiga kigelegele kile cha Kinyakyusa cha furaha. Freddy! Mungu wako ni mkubwa. Nini mama? Na raba yangu hivyo nikatinga ndani ya Pajero mwanangu. Yesu anasema nitakukalisha na kukuketisha pamoja na wakubwa wa nchi. Bwana anawatoa wanyonge kutoka jani, waliokataliwa, alafu anawaketisha na wakuu wa nchi. Hiyo ndio heshima ya kuokoka. Nikaingia bwana kwenye pakero. Alafu wanasema tunataka mtu wa kulinda nyumba. Hawajaniambia manyaunyao. Alafu tumlipe. Nilipwe tena. Hata kwa sababu ya ile furaha nikasema msinilipe, nitakuwa mtumwa wenu. Mimi nitakaburi. Mlango wa kwanza wa nyuma na mbele wa grili. Unaofuata ni wamba kufungua, kufika sebuleni. Nikakuta masofa. Yaani wale wadada walikuwa wananiambia huna makochi, nikayakuta kwa Yesu. Wanachezea wanaume asiyeonekana. Na anasema ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, na aliye katika mikono yangu hakuna atakayenipokonya kamwe katika mikono yangu. I say, ingia chumba cha kwanza cha master, kakuta I say kitanda na godoro kubwa. Chumba cha pili kitanda na godoro, cha tatu. Sasa mimi niamue nilale wapi? Sebule, jiko, kakuta meza na kabati. I say, shikamoo Yesu Kristo.
Mpigieni makofi mwanaume huyu, analetaga vitu vya dharura. Vitu vya dharura, anafanya vya dharura. Hiyo ilikuwa ni dharura kwa sababu niliamua kumwamini. Elisha akasema, kesho majira kama haya hamtakula mavi ya njiwa tena. Semeni amina. Kwa nini? Elisha akaambia, usipoleta majibu unakwenda. Ndio maana nakwambia tumejipanga, tumeamua kuleta majibu ya watu. Vinginevyo sasa hatufai kuishi. Si ndio maana yake? I say, nilioa Jumapili na ni Jumamosi. Sio chumba, nyumba. Wale walio kwa sasa sina makochi nikayakuta kwa Yesu. Godoro kwa Yesu. Sasa sikiliza. Nikafanya usafi ile nyumba. Usikule kwa mara ya kwanza naenda kulala kwenye kile chumba. Ilipofika saa 4 nikasikia miau. Kambia nyau na wewe. Walokole tunajeuri mwanangu, tunajeuri. Tunayo jeuri na hiyo jeuri tumeileta hapa. Hakuna mtu ataonewa na marundi tena. Tumemjia mwana marundi, hata wachezea watu tena. Kwa sababu gani? Tunayo majibu ya watu. Semeni amina. Majibu ya watu hayako kwa wachawi wala hayako kwa waganga wa kienyeji. Majaribu ya matatizo yako, mahitaji ya matatizo yako yanapatikana kwa Yesu peke yake, ndio mwenye majibu. Mara marundi nimehubiri sana kanda ya Ziwa Kahama. Mwaka jana ilikuwa kwa Askofu Gewe. Nahubiri mkutano kama huu. Jioni watu walikuwa wanapigwa na mapepo pale Kahama. Kwa Askofu Gewe, sijui kama amefika. Nahubiri, akatokea mwanaume mmoja. Akasema, mimi ndio mkuu wa wachawi hapa. Naitwa Komanyola. Na kugeuza kuwa fisi sasa hivi. Utarudi kwenu kiwa fisi. Kambia mimi hapa mwanangu ni waterproof. Yaani hapa ni waterproof. Yaani hapa ikamati. Jamani, haleluya. Maana Biblia inasema wale waliopewa majawabu uhai wao unafichwa katika Mungu. Unafichwa. Wewe utaupata wapi? Utaupata wapi? Naitwa Komanyola. Nikavua koti. Nilikuwa muhuni mwanangu, acha kuleta uhuni madhabahuni. Tulikuwa wahuni tukivuta bangi. Mimi nimepewa Komanyola. Nikashuka jukwani. Wewe unataka kunigeuza kuwa afisi? Tuone nani atakuwa afisi. Yaani mke wangu akawa mke wa afisi eti. Afu kwa bahati mbaya mimi sio muoga. Tangu zamani utaenda chuo cha hali ya juu sana. Yaani uniogopeshe. Afu kitu jaona niogopesha na afisi. Eti na paka. We kama ni wa kiume kweli njoo mwenyewe. Wachaka wanasema osho, njoo mwenyewe. Sio paka. Mkutano wote ulikuwa ni mkubwa. Katoa tai. Katoa koti, nikaruka jukwani. Kamata Komanyola mtama. Ala. Sisi ni kitu ingine mzee. Tumeaminiwa na Yesu alafu tukaaminiwa na TAG. Hatuwezi kuleta aibu. Tunayo majibu, tumetumwa kwamba nendeni mkalete majawabu ya watu. Jamani, amina. Majawabu ya watu hayako makaburini. Hata makaburi ya mzee Mtinda na ya kwa mama waganga hawakuleta majibu kwenye maisha yangu. Piga mtama, kanyagia hapo chini. Kambia tutajua kama ni wa kiume kweli. Mzee Komanyola. Yaani kageuza kwa afisi yeye. Tukamachaka. Kamata afisi, umekamatwa. Yaani ukija hapa mwanangu unapigwa roba. Unapigwa roba na usiyemuona aliyetutuma. Kwa nini? Ukija unazuia watu wasipokee mahitaji yao. Utaona lakini hutakula. Na leo tunakukanyaga. Ukija wiki hii wakati watu wanapokea mahitaji yao, ukileta ujinga wanakukanyaga. Nini? Watu wana njaa.
wanataka kupokea mahitaji yao. Wamechoka na mizimu ya Kisukuma, wamechoka. Kamanyola kaniambia, wewe tumekufuata wakati unatoka Moshi tukuangamize, ulipofika Nzega ukapotea, tunashangaa huko hapa. Wanachezea Yesu aliyenitokea. Yesu yupo Bwana, si ni mashahidi wake. Wanahangaika bure tu, na dini haiwezi kuwa na majibu wala haiwezi kusaidia. Halo, mwaka huu Januari ilikuwa likizo ya wachungaji, ile ya kupumzika wachungaji. Nikaenda nyumbani kwetu Singida, kafikia kwa dadangu. Mimi shemeji yangu anasali mara 5 kwa siku, na huyo ndio aliniambia, kwa kuwa umekuwa mlokole, yani na kukataa 95%, zimebaki 5% kwa sababu nimemoa dada yako. Alafu alichelewa kwa sababu alikuta Yesu ameshaingia moyoni mwangu. Nikamwambia ramashanda rabo sika taka marikonda ramashika. Maana yake hata hizo 5 ni nyingi. Chezea mtu aliyekutana na Yesu, yani haelewi mwanangu, yani haelewi. Sio aliyekutana, yani si haelewi. Ndio nikafika sasa Januari. Dadangu akaniambia, wao wanapenda nikienda na gari, wanatunga safari ya mradi wapate lift. Na walinilani, utakuja na mayeboyebo hapa, utakuja kusujudia kwa sababu umeiacha dini ya Mwenyezi Mungu. Na bahati nzuri bwana, na huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Ujue hivi, mnaujua mwezi wa Mwenyezi Mungu? Ya lazima Mwenyezi Mungu awape watu majibu yao. Mpigieni Mwenyezi Mungu makofi, maana na majibu ya watu. Na huu ndio mwezi wake. Shauri yako. Usipokuja kupokea, sijui nani atakupokelea shida zako. Sasa dada kaniambia, kaka, naomba unisindikize, kuna daktari moja amekuja kwenye msikiti fulani, anatibu watu, anapima kwa kompyuta na nini, na watu wanatibiwa. Nikamwambia okay, twende. Tukaondoka bwana. Vika saa 7 kuelekea saa 8 kakuta pale. Ndugu zangu jamani, ndio nimetokea huko. Wale ndugu zangu kabisa, na tunapendana sasa hivi. Ile issue ya kukataliwa ilishaisha, maana Yesu alishaondoa hizo harufu. Sasa nikakuta kuna wagonjwa wengi, wamama wamejifunika, wengine wamelala, wanasubiri waingie kwa daktari. Kamshusha dada pale, kazunguka, nikakuta wale rafiki yangu wanatawaza ili waingie kwenye ibada. Kasalimia pale, nikazunguka kwa nyuma. Sasa kulikuwa na msikiti wa nyuma ule wa zamani. Huyo daktari ndio alikuwa anapimia wagonjwa kule. Kufika kule nikaanza kusikia kelele. Kelele za nini? Kuzisikia kelele. Nikasema hii kelele mbona kama dawa yao ninayo. Jamani, haleluya! Walokole tuna suluhisho la ulimwengu. Nikasema hii mbona kama dawa yao ninayo. Nikamwona mhudumu. Ase, mimi nimetokea Moshi, ni mgeni, nina dharura. Kumbe mimi kuna kitu nimekiona kama na dawa yake. Mwambieni huyo mgeni ametokea Moshi, ana haraka, anataka kukuona. Yule bwana bahati nzuri muungwana tu. Basi mwambieni aje. Aliyekuwa anafuata ambia kuna mgeni wa dharura. Nikafika nikamsalimia. Kumbe ni Msukuma hapa Mwanza. Ambia urembora. Sema mpora. Vipi bwana? Lakini nikamwambia, mimi nimekuja kusalimia, nimemleta dada hapa. Vipimo vyako vipi? Akasema bwana, kwanza kama hizo kelele za nini? Watu wametandika mikeka kule, kile chumba kimegawanywa, wanawake wamelala huko, ni majini. Nikasikia mwingine anasema, nataka ngonya nyeupe. Nataka baraka, nataka bakola. Nataka na nyeupe. Na hapa siondoki, haondoki mtu hapa. Sasa mwanaume mwenye majibu kaingia msikitini. Jamani, pigieni Yesu makofi ase. Si ndio kina Elisha wa leo, wenye majibu kwa ulimwengu. Nikamuuliza hizi kelele za nini? Akasema bwana, haya ni maruhani yametusumbua kuanzia saa 1 mpaka saa hizi inaenda saa 8.
Alafu kiweka vidole kwenye kompyuta haipimi. Nikamwambia mheshimiwa, hii dawa ya hawa ninayo. Mimi naingiliaga mambo. Kwa nini? Nimekabidhiwa majibu ya watu. Kweli nikamwambia tena dakika 5 nyingi. Akamwambia huduma wake, haya mleteni yule mama aliyesumbua sana. Tumepata mtu ana dawa yake. Hajajua ni dawa gani. Akakalishwa kwenye mkeka. Mimi nikakaa kwenye kiti. Kumbuka eneo tuliloko. Mwanangu kiwa na shida haijalishi uko wapi. Alafu Yesu alivyo anatinga popote, yeye haogopi mahali popote. Hata kama yuko chooni atakufuata. Hata kama uko chooni anakufuata. Yeye ni mwanaume, popote anaingia. Na yeye akifunga hakuna wa kufungua. Mpigieni makofi, Yesu anaingia popote. Sasa bahati nzuri wale ni ndugu zangu wa Nyaturu. Nikaongea nao kinyumbani. Kaa hapa mama. Majini akasema, sisi ni Makata, sisi ni Maimuna, na Sharifu yupo. Huyu mama tunataka kumuua, mpaka tupe kanzu, atupe sijui na vitu gani na bakola. Kaambia mwanangu, hapo umeingia kingine hapa. Hapo umeingia kitu kingine. Au nikaambia kwa jina la Yesu na kukemea usimsumbue huyu mama tena. Akasema wewe umetoka wapi wewe? Umetoka wapi? Unatuunguza. Watu wote walioko nje wakasikia Makata akiungua. Daktari akasikia Makata akiungua. Wagonjwa wote wakisikia mapepo Maimuna akiungua. Na mahaba anasema mimi ndio nimemua huyu mama. Unanitoa niende wapi? Nikaambia chukua pete zako, wala upati, wala rungu, wala bakola. Ondoka, unanichoma. Wewe sio umetoka wapi? Haya, tunakuachia mtu wako. Kwa heri, pisha habari yako. Mama watu wakanyanyuka. Akasema Kinyaturu, negofe hapa. Yaani manake niko wapi hapa? Acha tuhubiri aise. Yaani acha tuhubiri. Yaani wewe unataka hutaki tutahubiri. Yule daktari akasemaje ujue? Nashukuru sana aise. Mgeni, haya mama hebu njoo, weka vidole hapa. Ngome kakubali. Nikapima vidole vyake. Yule daktari akaniambia, ni kweli nimesikia jina la Yesu, lakini tunajua Mwenyezi Mungu alimjalia Yesu vipawa vya kufufua hata wafu, vya kuponya hata wagonjwa. Nikamwambia kama unajua hivyo, basi vile vipawa vya kufufua amenipatia mimi, ninavyo, ninatembea navyo, ndio maana amefunguliwa. Jamani, haleluya! Majibu tunayo. Nimetoka pale nje, wale wamama walikuwa wamelala, ikabidi wafufuke. Nini kimetokea? Tuombee na sisi. Wanamwambia dada, nyanyi huyo yule aliyekataliwa 5% leo ndio analeta majibu. Akamwambia ni mdogo wangu, yeye ni mchungaji, yuko Moshi. Sasa hivi napigiwa simu za kwenda kuombea watoto wa watu wanaoanguka mashuleni. Kaambia hapa kanzu pati hapa. I say, Yesu ni mwanaume I say. Wanafikiri tumeacha vitu vyote tumekuja kufanya nini hapa? Tunayo majibu. Nimalizia na jambo la mwisho alafu nikupe majibu yako. Habari ambayo tujaisoma, kulikuwa na wakoma 4 katika enzi hiyo. Na wao wakasema njaa ni kali, kama mfalme anakula mavi ya njiwa, sisi wakoma tuliotengwa na kudharauliwa. Mmoja sijui alikuwa Masawe, bwana mwenye akili. Ambia Masawe, hivi unajua tukikaa hapa tutakuu? Sasa kifo cha njaa ni kibaya kweli. Masawe taanza kufa polepole. Sasa navutu waende Washami, wakituacha basi. Yaani hii inaitwaga kujitoa muhanga mwanangu. Yaani nafuu kafe hata kwa risasi sekunde umeshaondoka, kuliko kufa kifara.
Wachaga acha mimi si kifara. Tajitahidi. Siwezi kuwa fara. Ukiona Mchaga amesema sitaki kuwa fara, maana yake amekasirika, ameamua kufa na kupona, siwezi kuwa fara. Yakaondoka mafara hayana vidole, yamechoka na maisha, yanataka majawabu kutoka kwa Bwana. Tumekataliwa kweli, tumetengwa kwa sababu ya shida zetu. Unajua ukiwa na matatizo watu watakutenga, watakusema, lakini watu watakukataa, lakini hao ni wanadamu. Ukija kwa Yesu anakukubali, maana Mungu hana upendeleo. Yule mtu anayekuja kwake anakubaliwa na yeye. Mupigieni Mungu asiye na upendeleo makofi. Ase Mungu akaiona imani yao. Unajua nini kilitokea? Wakati wanatembea, walipofika njiani, Biblia inasema Mungu akazisikizisha zile nyayo za wakombo. Yaani kawa ni kama mabombo. Yaani wakikaiga tu kama ya Russia sio wa Marekani na wa Iran. Unasikia ngome inaega hiyo mahali tatua mwanangu. Unakufa kabla halijakufikia. Sasa hiyo ilikuwa ni zaidi. Mfalme akasema hawa jamaa tumewazingira kwa muda mrefu. Sasa leo wameenda kukodisha majeshi ya Wahiti na wa Misri, na moto wao tunaijua, tukimbie. Biblia inasema Washami wale waliowazunguka wale wakaacha kila kitu, wakoma wanaenda kufika hema ya kwanza. Kuingia wakakuta pilau, ikabidi wale kwanza. Hema ya pili wakakuta dhahabu na pesa, wakachukua wakaenda kwa ficha. Kambi ya pili, ya tatu. Sasa waliposhiba ndio wanakumbuka na taifa. Wakasema babangu, mbona hii tabia tunayofanya sio nzuri? Leo ni siku ya habari njema, tumekutana na muujiza. Lazima hizi habari njema tuzifikishe kwa mfalme, ili watu waje wateke nyara. Habari zikafika kwa mfalme. Mfalme akasema hiyo ni mbinu ya, unajua kuna majitu hayaamini. Bila kuwa na hirizi ya Mwanamarundi siwezi kuwa salama. Sasa Yesu ni zaidi ya huo mzimu wako. Biblia inasema kufanya uchunguzi, wakakuta kweli jamaa wameacha mpaka na punda na farasi, aisee, unga na ngano kwenye jeshi la maadui waliowatesa. Mfalme kaingia, mzee, chukua shairi yote, chukua unga wa ngano. Kesho yake kama alivyosema Elisha, unga ukauzwa kwa shekeli kama neno la Bwana lilivyosema kwa kinywa cha Elisha. Ndio maana tunasema Mungu kitamka neno lake vitu vinatokea. Je, uko tayari kupokea mahitaji yako? Simama juu kwa miguu yako.